Young Africans wanaongoza kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara wakiwa na alama 58, akiwa nashika nafasi ya pili Simba alama 57, na wote wakiwa wanalingana michezo. Kocha amefanikiwa wapi mpaka hivi sasa, ambaye alichukua mikoba ya Said Ramovich? Lakini kwa upande mwingine pia tumeona ingizo jipya la Young Africans likianza kupata nafasi, kwa maana ya Ikangalombo. Ni nyota wa namna gani? Pengine atainufaishaje Young Africans kufikia pia malengo ya klabu? Yuko hapa Upete kudhibitisha kwa namna ambavyo watu walimuona nyuma na hivi sasa ambapo wamepata mechi kadhaa za kucheza. Upete. Kocha Hamdi Miloud. Nafikiri kwangu tulizungumza pamoja siku moja hapa. Tumekaa hapo nyuma. Nikakwambia Hamdi Miloud tunamchukulia poa kwa sababu yupo Singida. Lakini ni mwalimu mkubwa kwenye ligi ya Algeria, kocha bora wa ligi msimu uliopita, mwezi huu uliopita. Mwalimu mkubwa sana kwenye soka la Algeria. Kama ilivyokuwa kwa Rashid Tawusi pale nchini Morocco wa Azam FC. Ndivyo the same unavyoweza kumzungumza Hamdi Miloud ama Abdel Hak Ben Shika kwa pale nchini Tunisia. Najua kwa pale nchini Algeria kuna walimu ambao sisi huku kwetu ni wa kawaida kwa sababu labda kwenye nchi zao wana heshima zao kubwa sana. Hamdi Miloud mwalimu mkubwa, mwalimu mwenye uzoefu, mwalimu mwenye uwezo pia mzuri wa kufundisha timu na kuitengeneza timu kwa ya hatari, hiyo mosi. Lakini cha pili ni mwalimu ambaye ana uwezo mzuri wa kulink up na wachezaji na wakaweza kumuelewa kwenye yale mahitaji yake ya msingi ambayo anahitaji yaweze kutimiza. Lakini cha tatu ni mwalimu ambaye ana uwezo wa kuwafanya wachezaji wakamuona yeye ni baba, wakajiona wapo sehemu salama kwake kwa ajili ya kuweza kuchota maarifa tofauti. Lakini utofauti uliokuwepo ni kwamba nafikiri anafundisha timu ambayo mahitaji yake pia ni tofauti kidogo na kule alikokuwa ametoka. Young Africans ina mahitaji makubwa kuliko Singida. Kwangu kwa muda mchache alioiongoza Young Africans sina cha kumhukumu hivyo, kwa sababu ameikuta timu iko katikati, lakini pia ameikuta timu ambayo tayari ilisha set goals zake ambazo yeye anakuwa sehemu ndogo tu ya kuchagiza. Nitaanza kumhukumu kuanzia msimu ujao na nitakuwa na uhakika wa kusema kitu kuhusiana na performance yake. Lakini kwenye pitch wachezaji, matokeo pia unapata, kwa sababu angekuwa hashindi ungemrate vibaya. Hapana, nafikiri kuna wakati ambao ni new coach syndrome, kuna wakati ambao ni honeymoon, new coach honeymoon. Vipo vitu vingi sana ambavyo vinapelekea matokeo ushindi ama ya kupoteza kwenye anapokuja kocha mpya. Lakini haitoshi kufanya criteria sahihi sana ama kuwa criteria sahihi sana ya judgmental fact kwamba ni mwalimu mzuri ama mwalimu mbaya. Nafikiri kuna muda wa kumtazama na kumfanyia assessment, proper assessment, mwisho wa siku atakuja kufanya vizuri. Ni kwenye mbinu? Kwenye mbinu sio mwalimu mbaya kwa ninavyomfahamu, kwa daraja lake na ubora wake wa muda wote. Sio mwalimu mbaya hata kidogo, ni mwalimu mkubwa ambaye anaweza kaisaidia Young Africans kufikia targets wanazozihitaji. Kulinganisha na nyota ambao yupo nao. Amefundisha nyota wengi wakubwa. Sidhani kama kuna nyota ambaye anaweza kama ameipeleka timu nusu finali ya Champions League akawa nyota mdogo. Amecheza robo finali akawa nyota mdogo wa Champions League. Amecheza hatua kubwa za CAF Confederation Cup akawa ni mdogo kuliko ni waliokuwepo Yanga. Kwa hiyo ni wachezaji wale ni wachezaji wa kawaida ambao anaweza kawa na waelewa, wachezaji wa madaraja ya juu pia ambao anaweza kawa na waelewa, na wachezaji pia ambao wapo wa madaraja ya kati na madogo anaweza kawa na waelewa vile vile. Kwa hiyo ni mwalimu mkubwa ambaye kwenye games perspectives ama games management nafikiri ameshavuka level hiyo ya kuwa na hofu na mchezaji fulani. Tumeshuhudia Young Africans wakianza kumpa nafasi mchezaji wao mara kadhaa, alikuwa sema fitness bado, lakini sasa hivi anapata nafasi Ikangalombo. Mechi mbili ambazo amecheza, unamzungumziaje rate yake, lakini pia fitness ambayo alikuwa akizungumzia, namna ambavyo anashambulia na kukaba? Kimhukumu kwa dakika ambazo hazizidi 70 nitakuwa namkosea kwa namna yoyote. Whether atangefunga magoli 10 bado ni mapema sana kuweza kumhukumu kwa namna yoyote. Kitu ambacho naweza nikakiona kwake ni inaonekana ni mchezaji ambaye, narudia tena, inaonekana ni mchezaji ambaye anaenjoy kuwa na mpira mguuni. Inaonekana hivyo. Sasa kuna namna ambavyo mchezaji anaenjoy kuwa na mpira mguuni au ana develop, ama tunaanza kumhukumu kulingana na kukaa kwake na mpira mguuni kunasababishia faida timu ama kunasababishia hasara. Lakini pia anaonekana ni mtu mwenye speed, ndio maana anaweza kujitangulizia mpira kama una speed, sababu lazima utataka ulinde mguuni. Lakini pia inaonekana kuna wakati ambao analazimisha kufanya mambo, ana uwezo wa kupiga crossing na vitu vingine vya namna hiyo. Nafikiri
the way anavyotumika zaidi tutakuja kuwa na proper assessment kuhusiana na Kangalombo na whether ni issue ya fitness ama ni issue ya tactical ama ndo uwezo umeishia pale. Yes. Hapo kwenye uwezo umeishia pale. Wewe inatokezea. Wewe unajua kwamba nani huyu gari linawaka kumbe ndo mwenzio anamaliza. Yanatokea. Sema huyu tunaenda kukutana na moto. Lakini si unasema mchezaji anapimwa kwa baadhi ya hizo anazopewa kama tukimzing. Hizo ni yani kujua kwamba huyu ni mchezaji huhitaji hata dakika 5. Lakini ana mchango gani? Hiyo ndio kitu kingine cha tofauti. Sema ni mchezaji. Lakini ana mchango gani ama atakuwa na impact gani? Mahitaji ya timu ni nini na yeye anafanyaje? Hiyo ndio inahitaji mechi kadhaa. Kwenye mahitaji bado. Yes. Kwenye kusema mchezaji? Mtu. Mtu. Sababu anaweza kureceive vizuri, anaweza kutembea na mali. Mpira si unachezwa kwanza kichwani. Ukiona kichwa chake tu kinavyofikiria unajua huyu Pores, huyu Al-Magnun, El-Fala, unajua tu. Patupu, unajua Mafish. Unajua tu pale Mafish. Pale kuna mtu Gideon. Pale unajua Diawara, bonge la mchezaji, unajua tu. Bali na yote Yanga ni bingwa mtetezi na anaongoza ligi nyuma ya Simba ambaye wameshana alama 1. Unampa nafasi kubwa kiasi gani bingwa mtetezi japo kuna kiporo hicho akija hawajamalizana? Ukiwa na akili tu timamu, sio ya mpira. Ukiwa na akili tu zile independent, yani mindset, free mind. Hakuna excuse ya kumtoa bingwa mtetezi kwenye kutetea ubingwa. Yani hiyo huwezi kumtoa. Kuna kipindi kama watu walianza sasa ndio hiyo nakwambia inategemeana wewe ufikiri wako upoje kwa sababu mtu yani mtu pekee ambaye unapaswa kumkatia tamaa ni mtu kama Man City hivi ambaye msimu huu unaona kabisa kwamba huyu hashindi hizo mechi zote zilizosalia. Lakini kwa maana kwa performance ya Young Africans sasa namkatiaje tamaa kwenye ligi ya timu mbili? Kwenye ligi ambayo yeye bado anaongoza unaanzaje kumkatia tamaa? Yaani wewe ndio sasa una matatizo kwa sababu mtu aliye sawa sawa anajua kwamba kwenye ligi ambayo mtu ana tofauti alama 1 mpaka 4 sio ligi ambayo unaweza kusema imeshaisha. Lakini pia ukumbuka huyu ni bingwa mtetezi, ni bingwa wa muda wote. Anazijua winning ways zote za ubingwa, anazijua nyakati ngumu na njema, anazijua nyakati fupi na rahisi. Kwa hiyo ni lazima atakuwa anapitia kwenye kipindi fulani cha mpito, lakini hawezi vita ni kubwa kwenye hawezi kumdisqualify kwenye ubingwa Vita ni kubwa. Vita ipo. Moto mwingi huko. Geuka Nchale, kusimama Nchale. Yaani kama ligi imechangamka fulani. Kisha watu wanakumaliza asubuhi. Ligi ni nzuri sana. Sana. Ila watu wanasubiri tu. Itapigwa. Kitapigwa vipi? Sijui. Binafsi nafikiri jambo la kanuni linahukumiwa kwa kanuni na linabaki kuwa kwenye tafsiri ya kikanuni. Kwa hiyo au tusubiri mpaka bingwa atangaze? Kimaliza masuala ya kikanuni tutajua tu kinapigwa akipigwa. Ila uzuri kipigwe bana. Vyovyote. Mimi nikisema uzuri kipigwa afu kisipigwa na ikawa halali. Au nikasema kisipigwa afu kikapigwa ikawa. Uzuri, yani dabi unajua ni dabi. Whatever what. Lakini sawa amekosea mkuu, amekosea mdogo, amekosea wote. Ila kuna siku zote nakutana tena. Nataka sikio lizidi kichwa. Ubeje. Shukrani.